Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea kuhusu kujichunguza. Haleluya. Amen. Na hiyo neno ni neno ambalo ni la wakati. Ujumbe ambao ni wa wakati, yaani hali ya kujichunguza, kwa sababu ni nyakati ambazo ni za mwisho. Amen. Amen. Na ningetaka kuweza kuinterpret this. Nataka nisome katika ujumbe ambao ulikuwa umehubiriwa na mjumbe unaitwa Contending for the Faith, ujumbe wa 1955, na hivi ndivyo alivyosema: it is said to be contend for the faith that was once delivered to the saints. Tafsiri. It is tafsiri, interpretation. It is said to contend for the faith that was once delivered to the saints. Now let us go back to where the saint began. Tafsiri Kiswahili. Now let us go back to where the saint began. Sasa twende nyuma. Hakuna kuangalia, unaangalia tafsiri. Now let us go back to where the saint began. Atitwende nyuma tuangalie mahali ambapo watakatifu walianza, and examine our faith by the faith that was delivered to them. Atitwende nyuma tuangalie ile imani ambayo watakatifu walipewa. Bwana asifiwe. Alafu nabii anasema, then if we find our faith is like theirs, then we believe that we have the faith. Tukiona ya kwamba imani yao inakaa kama yetu, basi tujue tuko katika njia. Haleluya. Amen. Kisha anasema ya kwamba there is no other place that faith can deliver rest. Hakuna mahali pengine popote ambapo imani inaweza kusimamia, bali anasema imani only in the word of God. Hata imani ya kweli huwa inakaa kwa neno la Mungu. Amina. True faith can't rest on creed. Hata imani ya kweli haiwezi kusimama katika dini. Amen. Neither can it rest in denomination. Na haiwezi kusimama katika madhehebu. Lakini it must rest on the word of God. Ya kwamba imani ya kweli lazima isimamie katika neno la Mungu. Haleluya. Hivyo ndivyo yule mjumbe alivyosema katika ujumbe alihubiri, ndio contending for the faith. Yaani kung'ang'ania ile imani tuliyopokea kwa mababa yetu. Na mababa yetu ni wale manabii wa Biblia, wale mitume waliokuwa wa Biblia. Tunaing'ang'ana ile imani. Na nasema ya kwamba ndio tujue kama tuko katika ile imani, tuchunguze imani yao ilikuwa namna gani. Walikuwa wanaamini nini? Walikuwa wanakaa vipi? Amen. Chochote walikuwa wanafanya, walikuwa wanafanya jinsi gani? Tujichunguze. Amina. Tusije tukawa tunaegemea imani zingine za madhehebu, imani zingine za dini, imani zingine za upotofu. Amen. Amina. Maana Biblia inasema ya kwamba imani ni moja. Kuna Mungu moja na ubatizo moja. Hii ingine ni utapeli na ulaghai. Bwana asifiwe sana. Sasa tusome kitabu cha 2 Corinthians 13:5. Wakorintho wa pili 13:5. Tusome sasa. Tusikie, maana chochote ambacho tunanena ni vile neno linasema. Nasema jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Haya, na hapo ninasikia kuna makelele hapo, tafadhali. Sitaki makelele, to concentrate. Inasema nini? Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Jipimeni wenyewe. Je, mnatambua ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Sikia. Akianza anasema kwamba 5 ya kwamba tujichunguze tuone kama tuko katika imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema tena. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Tujichunguze tuone kama tunaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Jipimeni wenyewe. Je, hamtambui ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Je, hamtambui ya kwamba Yesu Kristo yumo ndani yenu? Kama sivyo basi mmeshindwa kufikia kipimo hicho. Kama vile mmeshindwa kufikia kipimo hicho.
Bwana asifiwe sana. Amen. Anasema kwamba if not maybe you are a reprobate but I trust that you are not. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa alisikia. Huyu ni Paulo. Na Paulo ni mtume wa Mungu. Anawaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba anapoangalia anaona ya kwamba kuna kitu ambayo hawana, hawajichunguzi waone kama wako katika imani. Amen. Na wanaambiwa ya kwamba wajichunguze sasa wao wenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka mfocus na mniangalie, maana mimi sasa nitakuhubiria. Hiyo Biblia unaweza kwenda kuisoma ukiwa nyumbani, lakini hii tuwezi kuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Paulo anasema sasa jichunguze wewe mwenyewe uone kama uko katika imani. Kwa nini? Kwa sababu mahali ambapo tuko ni wapendwa, sasa sio kwa kuchunguzwa na mtu, ni wewe uanze kujichunguza. Amen. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba yule bibi harusi amejiweka tayari. Si amewekwa, yeye amejiweka tayari. Maana anajua kujifanya nini? Kujichunguza. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nayo imani ya kweli sio kuchunguzwa na mtu, ni wewe unafaa kujichunguza. Amen. Haleluya. Imani ya kweli sio ati mtu anakuchunguza na kwambia hivi, wewe unafaa kujichunguza kama umesimama. Wewe unafaa kujichunguza kama uko katika imani ile ya kweli. Kwa sababu tuko katika wakati ambapo kuna watu wanaweza kuwa wakasema mimi bado niko katika imani, lakini hayuko katika imani. Amen. Amina. Hata wakati ambapo Yesu aliporudi katika ile mfano ya wanawali watano wajinga na wanawali watano werevu, si kuna wale ambao watano walikuwa ni wapumbavu, lakini hawako wamejichunguza kama ni wapumbavu, lakini walipoachwa ndio walituka kumbe tulikuwa wapumbavu namna hiyo. Hatukuwa na mafuta na tulikuwa tunangoja bi harusi. Tulikuwa tunaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaambiwa tujichunguze kama tuko na imani, kama bado tuko kwenye safari. Mtu akianza safari huwa anajikagua mwenyewe. Kama mimi nikiwa narudi Nairobi ama naenda safari, lazima nikague gari yangu mwenyewe. Amen. Sio wewe utakuja kunikagulia, mimi lazima nikague. Nione kama iko na mafuta ya kutosha kunitoa hapa kwenda pale. Amen. Sasa na wewe unahitaji kuwa na imani ya kujikagua kama uko sawa, kama bado uko katika imani ile tuliyopewa na baba zetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana tuko katika safari na ndege yetu ni kukuja na kuja. Unyakuo uko karibu, Kristo yuko karibu sana. Sasa ni wakati wa kujikagua wewe mwenyewe, kujichunguza kama uko na imani, kama umeokoka. Haleluya. Amen. Glory to Jesus. Amen. Maana kama kuna kitu kibaya sana hapa duniani ni mtu ambaye anasema hako sawa na hako sawa. Amen. Unauliza ndugu uko sawa? Niko sawa. Dada uko sawa? Niko sawa. Lakini ndani yake anajua hayuko sawa. Ni kama mtu ambaye unauliza uko na njaa? Mimi niko sawa. Na ndani anaumwa na tumbo kwa njaa. Sasa udanganyifu mkubwa ni kwa kujidanganya wewe mwenyewe. Uko sawa na hauko sawa, umeokoka na hujaokoka, umesimama na hujasimama. Amen. Hiyo ni utapeli, kujitapelia. Haleluya. Amen. Sasa ndio ndugu Paulo anatuambia ndugu wapendwa, tujichunguze sisi wenyewe, tuone kama bado tumesimama, maana sana dakika imekaribia ya Kristo arudi. Amen. Haleluya. Amen. Wacha nikwambie, wakati mtu yuko katika anaenda kuchukua ndege, ukichukua ndege ama ukibuku ndege, kuna ile ticket huwa unapewa. Bwana asifiwe. Na ingine inaitwa passport na kuna visa. Sasa au unataka kuchukua gari uende Busia ama urudi Nairobi, si kuna ile ticket huwa ukibuku hiyo basi unapewa. Amen. Sasa mnaambiwa nyinyi wote mngoje kwa pale bandarini, yani pale stage. Mnaelewa hiyo? Amen. Sasa unapataka watu wamekaa na mabae na baba wanangojea saa. Na kaka anaangalia saa. Na kaka anaangalia saa. Alafu wengine wanaanza kujiguzaguza kama watu wako na kale city. Hapo ka ticket. Maana pasipo hapo wewe utaachwa. Haleluya. Saa inapokaribia hapo ndipo unaanza kujikagua kama uko na vitu vyote, kwa sababu sasa gari limekuja.
Jichukuze wewe mwenyewe kama uko na wokovu, maana inawezekana ya kwamba ndio tiketi ulikuwa nayo lakini ulipoteza. Amen. Amina. Ulikuwa umeokoka lakini ulianguka. Amen. Ulikuwa umesimama lakini haujasimama. Sasa gari inakuja, ndio hii. Ni wakati wa kujichunguza kama uko na hiyo tiketi. Na hiyo tiketi ndio inasema wewe unaenda Busia, wewe unaenda Nairobi, wewe unaenda Western, ama wewe unakuja Malindi. Amen. Sasa pasipo hiyo tiketi wewe huendi. Amen. Haleluya. Na huwa wakati hauchunguzani na mtu, ni wewe peke yako unaanza kuchunguza. Maana hapo hata mkiwa na marafiki, mkiwa mlikuwa mmekuja wengi, hamuingiani kwa basi ya leo, unajua tulikuja na huyu. Wewe unauliza ni wapi tiketi yako? Wewe ni mama, wewe ni mama ya huyu. Tiketi yake iko wapi? Unaona? Hakuna cha kusema, tuko wengi, huyu ni bwana yangu. Anauliza wewe tiketi, unauliza tiketi, sio bwana. Yaani kuingia katika ule mlango ni wewe kibinafsi. Amen. Na wokovu ni wewe pekee. Sio tumeokoka, tunaenda mbinguni. Wewe unaenda mbinguni. Sio tumeokoka hata tuliacha. Wewe umeacha. Haleluya. Sio ushuhuda ya sisi, ni wewe mwenyewe ujichunguze, ujikague, uone kama uko sawa. Amen. Ingia katika upande wa mbinguni. Amen. Amen. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana? Basi linakuja. Ndege inafika. Je, uko na tiketi? Jichunguze kama uko katika imani. Jichunguze kama uko na roho wa Mungu ndani yako. Maana tuliona ya kwamba pasipo roho wa Mungu hauwezi kunyakuliwa. Yeyote asiyekuwa na roho wa Mungu, yeye si wa Kristo. Na tukaona roho wa Mungu ndiye tiketi ya kwenda mbinguni. Jichunguze kama uko na roho wa Mungu ndani yako. Maana huyo ndiye tiketi kwa kwenda mbinguni. Hapa sio kwa kuchunguziwa ati mimi ninasikia ni kama niko na yeye kama siko. Unajua mtu akiwa na ticket sio kusikia unasikia kama niko na ticket kama sina. Ni dhabiti, toa ticket. Amen. Ati nafikiria kama niko nayo kama sina. Ndege iko hapa na bado unafikiria. Unahitajika kitu fulani ambacho lazima uonyeshane. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaelewana? Soma tena. Nasema, jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jichunguzeni nyinyi wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Jipimeni wenyewe. Je, hamtambui ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Sikia, mjipime wenyewe, sio upimiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua ukijipima wewe mwenyewe na ujichunguze wewe mwenyewe, vipimo za watu hakuna kitu zinakusaidia. Amen. Mimi mwenyewe kama nimeokoka na kama niko na Mungu na kama niko katika kweli, si mimi nimejipima na niko sawa. Amen. Kwani roho yangu inaweza kunidanganya? Si ninajijua. Kama nilianguka si ninajijua. Sasa kama nimesimama nimejichunguza niko sawa. Sasa hata kama vipimo za watu wananipima, ule alianguka kitabu, ule ni wa uongo, ule ni tapeli, hiyo ni yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Kile kinachonijalisha mimi ninajijua, nimejipima na niko na hiyo tiketi. Amen. Wakisema sina tiketi ya wokovu, mimi niko nayo najijua. Sina wasiwasi. Amen. Haleluya. Wakisema Yesu anarudi, sina wasiwasi, najua niko na tiketi ya kwenda mbinguni. Amen. Maana wale walio na dhabiti wako na ujasiri. Amen. Niko na ujasiri kwa sababu nimejithibitisha, nimejichunguza. Lakini mtu ambaye hajajichunguza hata kwa basi anakuwa na wasiwasi. Wengine nasema, Mungu hata asaidie asikuje kwangu. Asaidie asikuje kwangu kwa sababu mimi nimepoteza tiketi. Amen. Unaona? Ni kama wakati mnavuka pale unapokuja hapa, unaenda Sabaki. Unaona maaskari na magunduki. Wanajeshi. Na unapopita hapo kuna hao maaskari na unaulizwa iko wapi identity yako. Sijui kama uliwaona. Ulitoa yako. Lakini hawakuangalia, lakini bali tuliambiwa kila mtu. Mliambiwa kila mmoja. Sasa yeyote ambaye hakuwa na hiyo identity card au kitambulisho, anafanyaga aje? Anakuwa na wasiwasi mwingi, hakuagi na ushujaa,
anashindwa ni afanye nini, ni amuke, ni afanye nini. Inasema Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu hana ushujaa, ako na uoga, manake hana dhabiti. Amen. Sasa wakati ambapo unajichunguza, unasikia huko sawa, unaposikia Yesu anarudi, unaposikia siku imekaribia, unakuwa na wasiwasi mwingi sana. Amen. Kwa sababu hauko sawa. Unangojea nini? Ujichunguze. Kama hauna siupate. Amen. Haleluya. Amen. Huwa ninasema ya kwamba kama nimesikia ya kwamba ati ndio nifanikiwe kuingia mbinguni na nahitaji kwenda Amerika, nitaenda mbinguni. Hadi niingie mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama ninasikia ya kwamba kuingia mbinguni lazima nipande mlima wa Mount Kenya naanza mwendo sasa. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo basi tukijua ya kwamba ile njia halisi ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, tunahitaji kuanza tujichunguze katika maandiko, tuone kama tuko sawa, maana Kristo anakaribia kurudi. Amen. Amen. Hebu sikia. Kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Tama katika maandiko. Hebu tusome tu kidogo. Kitabu cha Genesis 38:15. Genesis 38:15. Kulikuwa na Juda alikuwa ni baba. Jini mnaita baba mjomba. Kulikuwa na Tama alikuwa ni mama. Na huyo mama alikuwa ni windo ni mjane. Alikuwa ni mjane. Na huyo mama mjane alikuwa anahitaji mwanaume, yani kwa kumuoa. Maana mwanaume yule alikuwa naye alikufa wa kwanza, jina wa pili. So unaona? Sasa akawa bado ni mjane, hakuwa na watoto. Na ikafika mahali ambapo sasa yule Tama anahitaji mume wake. Genesis 38:15. Genesis 38:15. 38:15. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yuda alikuwa ni baba wa kijana mmoja. Yuda akasema ya kwamba atampa mwanae akikuwa kubwa, kitu kama hicho. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo yule mama aliyekuwa bado hana mtoto, yani alikuwa widow manake alikuwa amefiwa na mumewe, akawa anasubiri wakati ambapo atakuja kuolewa ndio akawe na watoto. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati mmoja alicheza mchezo, kasema mimi lazima nitupwe mimba by force by fire. Maana anaona umri wake unaenda na hana watoto. Unaona? Na akiangalia yule kijana ambaye alikuwa amwambiwa, anaona bado hajakomaa, bado atakoja kugunja, anagoja, na akigoja labda atafika wakati ambapo hawezi kushika mimba. Sasa kuna kitu alifanya. Baada ya kusoma Genesis 38 kuanzia 15 inasema Yuda alipoanza 14 alivua mavazi yake ya ujane, akajifunika kwa shela, kwa shela ni hii mnajifunika vichwa vyenu, ili asifahamike. Akaketi kwenye mlango wa Enaimu, akaketi katika mlango wa Enaimu, ambapo umo njiani kuelekea Timna. Akafanya hivyo kwa sababu aliona kwamba ingawa Shela amekuwa, lakini alikuwa hajakabidhiwa kwake kuwa mkewe. Unasikia? Huyo ni yule mwanamke anaitwa Tama. Si Tama? Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kile alifanya, alichukua mavazi akafuga kama vile Waislamu wanafuga ili asionekane. Alafu akakaa mahali kwa barabara. Sasa hiyo wakati kufuga hiyo vitambaa ilikuwa ni makahaba walikuwa wanafanya hivyo. Bwana asifiwe sana. Maana unaambiwa usiige mizigo ya dunia, maana hujui kule ilitoka. Sasa hiyo kufuga kitambaa na kuficha hapa ilikuwa ni kahaba walikuwa wanafanya hivyo. So akafanya hivyo, akatoa ile mavazi yake ya ujane, akajifuga hiyo ili asifahamike, akaacha tu macho yake na akakaa pale kwa barabara. Kwa hivyo kulikuwa na huyu
Yuda na yeye alipokuwa anapita, si akaona kuna mrembo fulani. Unaona? Na wakati huo unajua watu wako wameokoka, wokovu umekuja wakati sasa wa Agano Jipya. Yuda akasema anataka yule mwanamke. Na akamchukua. Mwanamke akamwambia, sasa ndio unataka tuende humo, lakini utanipatia nini? Ndio ile thibitisho. Unaona? Yaani malipo itakuwa nini? Sasa tusome 15 nasema Yuda alipomwona alifikiri ni kahaba. Yuda alipomwona alifikiri ni kahaba kwa sababu alikuwa amefunika uso wake. Maana alikuwa amefunika uso wake. Pasipo kutambua kwamba alikuwa mkwe wake. Pasipo kutambua alikuwa mkwe wake. Akamwendea kando ya njia na kumwambia, njoo sasa nikutane na wewe kimwili. Yule mkwewe akamuuliza, utanipa nini nikikutana nawe kimwili? Akamwambia, nitakutumia mwanambuzi kutoka kundi langu. Akamuuliza, utanipa kitu chochote kama amana mpaka utakapompeleka? Sikia, atinataka unipe kitu kama amana. Yaani kitu kama license ama ticket ndio ya kusema ya kwamba hiyo siku utanipatia hiyo mbuzi. Haleluya. Amen. Bwana kwa sababu anaanza kukumbuka sasa ufunuo. Tuendelee. Akamuuliza, nikupe amana gani ama dhihirisho gani? Akajibu, pete yako na kamba yake. Na kamba yake pamoja na fimbo iliyo mkononi mwako. Kwa hiyo akampa vitu hivyo, kisha akakutana naye kimwili. Sikia. Na akashika mimba. Sindio? Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wacha turudi katika ufunuo. Sasa yule mama hakuwa ni kahaba, lakini alikuwa anataka mtoto. Bwana asifiwe sana. Amen. Na yule Yuda alikuwa ni mtu mkubwa sana katika Israeli. Naye Yuda hakujua ya kwamba huyu ni mkwe wake. Mkwe wake ni kusema nini? Ni bibi wa mtoto wake. Sasa yule msichana alikuwa ni bibi wa mtoto wake. Lakini huyo mtoto hakuwa amekomaa, bado alikuwa wanangoja. Alikuwa walikuwa wanaridi, huyu akifa anaridi mwingine. So walikuwa anangoja huyu mdogo sasa. Kwa hivyo akacheza mchezo, akaenda kavaa hizo mavazi, akakaa mahali. So baba yake sasa alipokuja akabaki hivyo. Sasa yule mwanamke akamuuliza, sasa ndio tutaenda na wewe, lakini nini utanipatia? Akamwambia nitakupatia mbuzi kama urithi. Sawa sawa. Lakini akamwambia nipe ishara, na ishara ni kama ile ticket ya kusema ya kwamba utapatiwa urithi. Ndipo akampatia fimbo yake na zile pete alizokuwa nazo, akaendelea. Sasa ilifika mahali yule mwanamke akawa na mimba. Sawa sawa? Na katika Israeli ilikuwa ni kitu aibu sana mwanamke ambaye hajaoa ama ameolewa na amepata mimba. Imetoka wapi? Na sio ya mumewe. Walikuwa wanauliwa. Unaona? Sasa yule mwanamke alijua ya kwamba mimi sina shaka, najua kwenye mimba ni nani? Ni Yuda. Na Yuda ni mtu mkubwa. Unaona? Sasa yule Yuda bado ni baba yake. Maana alikuwa ni baba ya kijana ambaye alimuoa. Unaona? Sasa ikafika wakati wa mkutano, msichana akaitwa, kaa chini na wazee. Utatuambia leo hii hiyo mimba ni nani? Na hivyo tunakumaliza na mawe. Bwana asifiwe sana. Lakini yule msichana hakuwa anatigizika, maana alikuwa anajua, amejichunguza na anajua ile mimba aliyo nayo sio ya ukahaba. Glory to Jesus Christ. Amen. Unashika hiyo? Ilikuwa ni ya baba halisi. Sio ya kijana yake, baba halisi. Shika sasa hapa. Yule msichana ni bibi harusi. Sawa sawa? Yule kama anawakilisha bibi harusi. Kila kitu ni ufunuo katika Biblia. Ni bibi harusi. Na ile mbegu iliyoko ndani yake, amebeba roho wa Mungu ndani yake. Haleluya. Na amebeba roho wa Mungu Baba mwenyewe. Sawa sawa. Sasa wakati wazee wanamzingira, wanamwambia tunataka kujua hii mimba. Wewe tutakumaliza sasa. Hii ni ukahaba umeanza. Yeye hakuwa anasikia anaogopa chochote, maana alikuwa amejichunguza ya kwamba ako na imani
ya kwamba bado alikuwa amebeba, na ile alikuwa amebeba sio mambo mabaya, sio usherati, bali alikuwa amebeba roho wa Mungu mwenyewe. Kilicho ndani yake ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hii ni ufunuo. Ukiwa umebeba Mungu ndani yako, ukiwa umejidhibitisha na umejichunguza ya kwamba uko na imani, uko na roho wa Mungu ndani yako, hauna wasiwasi. Amen. Watu wanasema ya kwamba mpiga Kristo wanakuja, nambari hizo zinakuja, sijui watu watakuja kuchinjwa, Yesu anarudi. Hauna wasiwasi, maana unajua ya kwamba aliye ndani yako, na umejichunguza ya kwamba umeokoka na uko na imani, na hata kukija hivyo wewe hautaharibiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa yule kama alikuwa amejichunguza sawa sawa, lakini hawa hawakuwa wanajua hivyo. Sasa yule wakati wanakuja, kamuuliza ni nani, kamwambia hii mimba ni ya baba mwenyewe. Ati ni ya Yuda? Unasema nini? Kauliza sasa, toa ile ramani, yaani toa ishara inayosema hii mimba ni yake. Si ndio? Akasema niko naye. Nilipewa nini? Fimbo ya nani? Yake. Pia pete yako na? Ako naye. Si sasa hiyo inaishia hapo. Maana ako na ishara, ako na kitu ambacho kinasema ameokoka. Na tulisoma ya kwamba naye roho wa Mungu ndiye alama, na ndio hiyo stakabadhi ama hiyo tiketi ya kusema ya kwamba mimi niliokolewa. Kwa sababu ile ishara, ile pete na ile fimbo aliyokuwa nayo ilikuwa ni ramani, ilikuwa ni assign, ni evidence, ni kitambulisho ya kusema ya kwamba atapewa urithi katika nyumba ya Yuda. Amen. Haleluya. Naye Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anasema utapewa urithi katika ufalme wa Mungu. Amen. Pia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Unaelewa? Lakini huyo alijichunguza. Sasa na sisi maandiko yanatuambia tujichunguze kama tuko na roho wa Mungu. Chunguza ni wakati wa kujichunguza. Kuna watu ambao wako na mimba, lakini hiyo si mimba, si ya Mungu. Ni mimba ya mwingine. Jichunguze. Sasa ni wakati wa kujichunguza, umebeba nini? Hiyo imani uko nayo ndio tunasema ni mimba, sawa sawa. Haleluya. Huyo roho uko naye ndio tunasema ni mimba sasa. Lakini je, umejichunguza kama hiyo ni roho wa Mungu? Umejichunguza kama hiyo ni imani ile ya kweli? Amen. Umejichunguza kama kweli hiyo wokovu uko nayo, umeokoka kweli? Amen. Haleluya. Maana wokovu kamili lazima ichunguzwe na lazima ifanye dhihirisho ya kwamba ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye tiketi ya kusema ya kwamba wewe utakuja kurithi ufalme wa mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hiyo si kitu ati kusema ati nafikiri. Unaona? Mtu akiwa mjamzito ni kufikiria, huwa anafikiria siri dhabiti. Amina. Hakuna mwanamke anaanza kutayarisha ati mavazi ya mtoto, ati anafikiria kama ni mimi mjamzito, so anaanza kutayarisha mavazi ya mtoto. Haleluya. Amen. Sio hivyo, lazima ile dhihirisho. Umejichunguza, umeenda umefanyiwa testing, ndio uko na mimba. Amen. Amen. Hivyo ndivyo ilivyo. Kupata Roho Mtakatifu sio kufikiria mimi nafikiria kama niliokoka kama sijaokoka. Mimi nafikiria kama niliokoka kama sija. Lazima kuwe na dhihirisho. Amina. Amen. Kitu halisi ambacho kiko ndani yako. Hii sio kugezwa. Hii ni kitu ambacho kiko ndani halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Tunahitaji tuwe na kitu halisi kinachosema ya kwamba tumepatana na Mungu na Mungu yuko ndani yetu. Amen. Yohana anasema ya kwamba jichunguzeni imani zenu kama kweli Yesu yuko ndani yenu. Amen. Amen. Jichunguze ndani yako kama kweli umesimama, kama kweli umeokoka. Amen. Usije tunajidanganya. Amen. Ipo watu ambao huwa wanangojeka. Tunahitaji sijui shughuli yake. Kuna mimba ambazo unaona mtu ana mimba lakini hatawaiza. Hapo dhuluma. Ati ni mimba lakini hatawaiza. Mimi unaona kama ni mimba lakini hatawaiza. Unaona? Sio kitu halisi. Sasa
Sasa hiyo nayo inaweza kufanyika hivyo katika imani. Wewe unajiona ni kama umeokoka, lakini hujaokoka. Hakuna mazao, hakuna matunda. Unaona? Hauzai, hauleti mtoto, hakuna uhai wa wokovu ndani yako, hakuna uhai wa imani ndani yako, lakini wewe unaona kama uko na miiba. Yaani uko na wokovu lakini hauna. Ukiangalia mazao hakuna, matunda hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jichunguze kama umeokoka, jichunguze kama uko na imani ile tuliyopewa. Amen. Haleluya. Amen. Maana wakati imekaribia ya kwenda mbinguni. Amen. Wakati imekaribia ya kuona Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana huyu Tama yeye hakuwa na vitisho, yeye hakuwa na wasiwasi. Hata wakati walikuwa anasema huyu ako na mimba, huyu amepata wapi? Alikuwa anasema mimi nimejichunguza na niko na udhibiti ya kwamba hii mimba ni ya Mungu mwenyewe. Hii mimba ni ya Yuda. Amen. Na mimi ni wa huku familia hii na sitoki. Amen. Haleluya. Amen. Sasa na wewe unahitaji kuwa na kitu ambacho kinasema ya kwamba wewe ni ufalme wa mbinguni na hautoki, wewe ni wa huko. Amen. Katika ufalme wa Mungu. Amen. Glory to Jesus. Amen. Amina. Ili usije ukayumbishwa na mambo. Mbona watu wakisikia Yesu anarudi, ni nyakati za mwisho, wengine wanakuwa na wasiwasi kwa nini? Maana hawana dhabiti. Maana hawajajichunguza ama hawajajiandaa. Bado kuna dhambi au bado kuna mambo wanalingana nayo. Unaona? Lakini mtu akiwa na dhabiti, hauna wasiwasi, unajua wewe ni nani? Wewe ni mwana wa Mungu. Kristo anakuja juu yako, alikuosha, alikuokoa. Amina. Amen. Sasa hauna kitu chochote cha kukufanya uwe na wasiwasi. Maandiko inasema ya kwamba wenye haki wana ushujaa kama simba. Amen. Wenye haki. Lakini maandiko haya yanasema ya kwamba lakini muovu, mwenye dhambi huwa ana wasiwasi na tena huwa anakimbia pasipo mtu yeyote kumkimbiza. Amen. Haleluya. Amen. Sisi kama umeshika hivyo. Sikia, turudie tena. Wenye haki ati wako na ushujaa kama simba. Sawa sawa? Hawatetemeki, hawabaduki. Ni wale wanasema sibaduki kwa Yesu. Mimi nimesimama imara. Amen. Kuje ya mvua, kuje ya mawe, mvua ya mawe, nisikie vitisho, mimi kwa Yesu sitoki. Amen. Waongee waliongelee, mimi sirudi nyuma, mimi namwamini Yesu. Amen. Wenye haki ni kama wale vijana waliokuwa wanne, Shadraka, Abednego na yule mwingine, walikuwa na imani, walikuwa wenye haki. Wanasema ya kwamba ndio, hata kama tunasikia ati mtu akikosa kuabudu ile sanamu anatupwa motoni, sisi hatubaduki wala tuangalie nyuma. Sisi tunasimama na kama ni kuchomwa tuko tayari. Amen. Amen. Maana yuko tayari, yeye ni mwenye haki, anajua imani yake iko katika Kristo. Haleluya. Amen. Lakini wanyonge, wale wenye dhambi, maandiko yanasema wanakimbia pasipo yeyote kuwakimbiza. Hiyo ni kusema mtu ambaye ako na dhambi anaweza unapata ana wasiwasi, anakimbia na hakuna mtu anamfuata. Sababu anajishuku. Anajifanya nini? Anajishuku kwa sababu hayuko safi. Haleluya. Nasi tunahitaji kujichukuza, tuwe safi mbele za Mungu, tuwe na ujasiri wa kusimama hata wakati huo wa hukumu. Amen. Amina. Amen. Kwa hivyo sio kitu ambacho unahitaji ati nini, hapa tunahitaji kitu tayari. Tunahitaji kupatana na yeye tayari. Amina. Amen. Yaani tuwe na mahali ambapo tumebadilika, tuwe na dhibitisho tayari ya kwamba tuko katika imani, tumeokoka, uko na roho wa Mungu. Amen. Kwa sababu hiyo siku imekaribia. Amen. Glory to Jesus Christ. Amen. Hiyo sio kitu ambacho ya kusema sijui hapana, ni dhibitisho. Kama uko na tiketi, uko na tiketi. Lakini kama hauna tiketi, hauna tiketi. Amen. Ni wakati wa kujichunguza vile tulivyo maishani mwetu. Amen. Vile unaishi, kama unaishi maisha ya mtu aliyeokoka. Amen. 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 Haya. Wacha tusome ingine hapa. Wacha tusome sasa. Katika fundisho lingine usikie vile
Sasa tuone vipi tunaweza kujikagua. Nataka tuone vipi tunaweza fanya nini? Kujikagua. Sawa sawa. Sikia. Hii ni ujumbe ambao ilihubiriwa na mjumbe alikuwa anasema hivi katika message, alikuwa anasema maisha ya waaminio, maisha ya mtu ambaye ameokoka, amekombolewa. Sawa sawa. Na maisha ya mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu. Anasema hivi, lakini ningefurahi kama ningekuwa na interpreter wa Kiswahili sana. Anasema, now if you want to know whether it was the Holy Ghost, watch how your life patterns after that. Ati kama unataka kujua ya kwamba uko na Roho Mtakatifu, simama na uangalie maisha yako vile ilivyo. Amen. 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 Unajua kuna watu, mimi naongea na dini, mimi natabiri, mimi naomba, mimi nafuga, mimi naiba, mimi nahubiri. Sio hivyo anasema. Anasema simama uangalie baada ya kuhubiri, baada ya kuongea na dini, angalia matendo yako. Amen. Angalia matendo yako. Soma maisha yako, jichunguze uone. Maana iko watu wanafanya hiyo yote, lakini ukiwaangalia bado hawajaokoka. Amen. Si ndio? Anasema, watch how your life patterns. Angalia vile maisha yako inavyoenenda. And I will tell you what kind of a spirit come into you. Atina nitakwambia yule roho aliye ndani yako. Amen. Amen. Angalia maisha yako na atakwambia ile roho iliyo ndani yako. Maana tunasikia kuna wahubiri wanahubiri sana. Sana. Lakini baadaye unasikia wadada wakilialia. Sio? Unasikia wamama wakilialia wakisema, unajua iko hivi inaenda hivi. Baada ya kuhubiri wengine wameibiwa. Sio? Iko watu ambao wanajua hata kuiwa vizuri, lakini baadaye unasikia mambo mengine tofauti. Amen. Baadaye wengine wanaongea na dini, lakini baadaye unasikia zilienda zikateremka zikafanya hivi sote. Amen. Haleluya. Amen. Ndio nabii anasema ya kwamba angalia ni roho gani yuko nyuma yako. Usije ukajidanganya kwa kuona ati unaongea na dini, kwa kuona unatabiri, kwa kuona unaiba ama unafuga, lakini angalia, maana kila mtu itajulikana kwa matunda yake. Amen. Amen. Hiyo ndio kujichunguza sasa. Ndio maana nabii anasema ya kwamba tunapoangalia tuangalie matendo. Na hapo ndipo ambapo wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake, hapa nikuambie siri moja kali sana. Wakati alikuwa na wanafunzi wake, wakaenda wakaanza kutoa mapepo, wakarudi wakiwa wanashangilia. Hata Judas alikuwa mmoja wake. Tunashangilia. Tumeona shetani ametoka mbinguni, anaanguka. Tunafanya miujiza. Tumeona mapepo imetoka. Ni kama anajisifu wakiwa na wengine. Yesu akamwangalia akamwambia, usijisifu, usifurahie kwa sababu mapepo inatoka kwa jina la Mungu. Furahia kwa sababu jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha, kuwa na uhakikisho ya kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu cha mbinguni, cha ufalme wa mbinguni. Maana unaweza toa mapepo, unaweza iba, unaweza toa sadaka, lakini kumbe jina lako bado halijaandikwa katika ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Na hiyo ndio dhihirisho halisi. Yes. Glory to Jesus. Amen. Ndio maana akasema ya kwamba sasa tusije tukakataliwa, maana hata siku hiyo ya mwisho watakuja wakisema kwamba tulitabiri, tulihubiri, tulifanya miujiza, hata tuliokea na libakiuta libasaika. Amen. Lakini anawaambia siwajui, ondokeni. Ninyi watenda dhambi. Amen. Kwa sababu sio kwa hiyo, ni kwa matendo yako. Amen. Amen. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, hati utanijuaje kama nimeokoka? Utanijuaje kama nimeokoka? Kama matendo. Nasema utajuaje kama tuko pamoja katika safari ndefu ya kwenda mbinguni. Bwana wetu Yesu. Tazama matendo. Uone kama nimeokoka. Utanijuaje kama nimeokoka? Tazama matendo. Haleluya. Utanijuaje kama niko safari ya kwenda mbinguni? Matendo. Amen. Sasa ni wakati wa kujichunguza na kuangalia matendo ambayo iko nyuma yetu. Amen. Amina. Tunaweza kufunga na tuombe sana, lakini tazama matunda. Amen. Mimi ninaweza kuhubiri vizuri sana, hata mapepo itoweke, lakini nijichunguze, niangalie ni matendo gani iko nayo. Matunda yangu iko namna gani? Hiyo ndio itakayosimama. Amen. 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 Ndio maana Nabii Branham anasema,
yako. Usiangalie ile matendo unafanya ati ninafanya hivi na hivi, angalia matendo inayotoka ndani yako sasa. Amen. Na utajua ni roho gani yuko ndani yako. Amen. Amina? Amen. Anasema, and if the spirit of Christ is in you, akina ikiwa roho wa Mungu yuko ndani yako, it makes you live the life of Christ. Amen. Akikama roho wa Mungu yuko ndani yako, anakufanya kuishi maisha ya Kristo. Amen. Amen. Kama roho wa Mungu yuko ndani yako, lazima na wewe utaishi maisha ya Kristo. Amen. Amen. Sasa pasipo hivyo, basi lazima ujichunguze. Maana kama mtu ni mjamzito, huwa anaishi kulingana na ile mimba. Ama ni roho. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu akiwa mjamzito, mama akiwa na mimba, si huwa anaishi kulingana na hiyo mimba. Mama mimi nasikia kukula chips. Ni huyo anataka. Mimi leo ninasikia sitaki ngano. Nikisikia kitunguu napika. Ni yule aliye ndani yake. Amen. Sasa maandiko yanasema, na ikiwa roho wa Kristo yuko ndani yako, na wewe utaishi maisha ya Kristo. Amen. Amen. Kama Kristo alikuwa na upendo, na wewe utakuwa na upendo. Amen. Kama Kristo alikuwa mtakatifu, na wewe utakuwa mtakatifu. Amen. Maana sio wewe tena, ni Kristo aishie ndani yako. Amen. Glory to Jesus Christ. Amen. If the spirit of Christ is in you, it makes you live the life of Christ. Act the life of Christ. Akufanye uishi maisha ya Kristo, utende kama maisha ya Kristo, do the work of Christ. Fanya kazi ya Kristo. He that believe on me, the work that I do shall he do also. Amen. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Wale waliamini yao, kazi ya Bwana wanayofanya na wao wakaifanya. Amen. Maana roho wa Kristo yuko ndani yao. Amen. Glory to Jesus. Amen. Sasa hivyo ndio tunaambiwa tujichunguze. Ndio. Haleluya. Amen. Tuko katika wakati wa kujichunguza. Unajua nikusaidie. Watu wengi wanajua kuchunguza wengine. Amen. Unasikia kwamba na kuchunguza fulani. Kuja nitakupeleka tumchunguze. Lakini sasa imefika wakati sio wa kuchunguza wengine, tujichunguze wenyewe. Kama tumeokoka. Amen. Kama bado tunaenda mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Tupigie Yesu makofi. Asante Kristo. Amen. Haya, sikia hili ujumbe mwingine ambaye anasema God doesn't deal with organization, he deals with individuals. Anasema ya kwamba Mungu huwa hafanyi kazi na umati. Mungu anafanya kazi na wewe binafsi. Amen. Haleluya. Amen. Unajua wokovu wa dini, wokovu wa madhehebu wanasemaga kwetu tumeokoka, kwetu tunafanya, kwetu tunaenda. Sawa sawa. Amen. Na Mungu anasema hafanyi kazi hivyo. Mungu anafanya kazi na binafsi. Mimi niliokoka, mimi ndio ninafanya. Sawa sawa. Sio umati. Haleluya. Amen. Juu umati watu wanajifanyaga na wanajifanya, yani wanajifanya wako pamoja lakini wako pamoja. Amen. Si hata wanafiki wanaweza kuwa ndani yao. Si ndio? Lakini sasa Mungu anafanyaga kazi na binafsi, na wewe mtu ukiwa wewe mwenyewe. Unaona maandiko yanasema, ni nani nitatuma? Anauliza ni nani ninataka kutuma wengi? Ni wanani hao nitatuma? Ni nani nitatuma? Si ndio Mungu anauliza? Sio ati umati anafanya kazi na umati, anafanya kazi na mtu mmoja. Yaani binafsi wewe pekee. Wewe jichunguze sasa wewe. Amen. Haleluya. Amen. Sio ati anatafuta watu. Hata maandiko inasema Mungu anatafuta waabudu wa kweli, watakao kuabudu Mungu katika kweli na roho. Ni wewe ujijue wewe ni nani. Amen. Alafu anauliza, ninatafuta mtu atakaye simama pengo yao katikati yao. Sio anatafuta watu kibinafsi, ni mtu. Amen. Tena anasema na ninagonga mlango na mtu akisikia sauti yake atamfungulia. Amen. Hiyo sio umati. Akigonga wa kusikia ni atasikia. Amen. Na atafungua mlango. Amen. Sasa nabii anasema ya kwamba Mungu hafanyaji kazi na umati, anafanyaga kazi na binafsi, wewe pekee. Ujichunguze uone kama uko katika safari. Amen. Ndio maana anakuambia ya kwamba wewe ukisikia ya kwamba ni kuomba, usiambie watu ujeni tufunge. Wewe funga mwenyewe. Haleluya. Wewe ndio uko na muziki.
Wengine watakuja kuvuga lakini wanakusindikiza. Si ndio? Nasema twendeni tukafanyie Mungu kazi. Waacha twendeni. Wewe mwenyewe chukua jembe enda ufanyie Mungu kazi. Amen. Sawa sawa. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi yake. Sio umati anakuambia watu. Anataka watu wafanye kwa kusudi yao wenyewe. Amina? Amen. Sikia, anasema hivi. God doesn't deal with organization. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals. Amen. Mungu hafanyi kazi na organization na vikundi. Mungu anafanya kazi, hafanyi kazi na magrupu, atimini wa grupu hii. Mungu anafanya kazi na mtu binafsi. Amen. Wewe binafsi. Amen. Lakini watu wa dini wanafanya kazi na nini? Mimi ni wa shirika fulani, mimi ni wa dini fulani, mimi ni wa madhehebu fulani. Tuko wengi. Unajua ni kwa nini? Ni ile mapepo ya dini. Amen. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa amepagawa na mapepo. Yule mwenda wazimu wa Gadareni. Maandiko yanasema wakati Yesu alikuja kumtoa mapepo, anamuuliza, wewe ni nani? Tuko wengi. Alisema tuko jeshi. Ya kwamba wewe ni nani? Sisi ni roho ya dini. Inaulizwa wewe ni nani? Tuko wengi. Sisi ni Wakatoliki, sisi ni Waroma, sisi ni Waanglikana. Wewe umeokoka, sisi tumeokoka. Hiyo ni roho ya dini. Lakini roho ya kweli inasema wewe ni nani? Kijijue kibinafsi kama wewe umeokoka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama wewe ni mwaminio, jijue kama wewe ni mwaminio wa neno. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata sisi kwetu, wewe sema kwako mwenyewe, kwa ushuhuda wako mwenyewe. Wachana na kikundi. Simama na mimi yako mwenyewe. Amen. Kila goti kapigwa mwenyewe na kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Haleluya. Amen. Ndio maana anasema God does not deal with organization, he does not deal with groups of people, he deals with individuals. Huwa anatembea na anafanya kazi na watu binafsi wanaojitolea. Amen. Hata nikwambie ndugu yangu, mimi kuja kwangu huko sikukuja na kikundi. Mimi sijatumwa na kikundi chochote. Nimetumwa na Mungu mwenyewe na nimekuja binafsi. Bwana asifiwe sana. Nilichukua pikipiki kutoka Gede Wataru hadi huku jamani. Amen. Ndio nisikie sauti ya Mungu huko ambaye amenituma. Amen. Sisi kwa kanisa twendeni tukahubiri nani? Nyinyi mliitwa kwa nini mliitwa? Bwana asifiwe sana. Sikwambia mke wangu twende. Mimi najijua mwenyewe. Ni mimi binafsi. Amen. Na wewe ukitaka kutumikia Mungu, fanya kazi kibinafsi. Jua vile uliitwa na Mungu wako. Amen. Amen. Na hapo ndipo utasimama na utafanya kile Mungu alisema utafanya. Lakini ukisimama na umati utakukwasa. Unajua sasa nilikuja maombi, sikuwapata, nikarudi nyumbani. Nilikwasika, maana tulisema tunakuja kuosha, nikajipata mimi peke yangu naosha. Amen. Mungu anafanya kazi na umati, Mungu anafanya kazi na binafsi. Watu wanaojitolea, mtu mmoja akijitolea ni sawa. Amen. Haleluya. Wewe ndio ulikuwa na mwito. Ni tunafuga. Sasa mimi nitaenda kufuga hata kama hawatafuga. Mimi ndio niko na hiyo mwito. Amen. Unaona? Lakini tukifanya kazi na umati utakwasika na utajipata kiwanja peke yako. Amen. Utajipata stage peke yako. Wengine wako wapi? Amen. Na utarudi. Lakini ukiwa kibinafsi, ujue mimi ni mimi, ujichunguze, mimi ndio niliitwa, mimi ndio nataka kupigia mbinguni, mimi nitafanya hata kama wengine watafanya. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hapo ndipo wanafunzi mmoja alisema kwamba hata wengine wakikuacha, mimi sikuachi, mimi ninakufuata Yesu. Amen. Haleluya. Mimi sitembei na jeshi wala sitembei na kikundi. Haleluya. Amen. Sasa ukipata wewe ndiye muabudu mmoja, wewe endelea kuabudu peke yako. Amen. Unategea Anthony hajakuja, angalia mwingine hajakuja, wewe endelea kuabudu peke yako. Amen. Na Mungu atasikia. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Haya, anaendelea kusema every organization is butchered right into God's never did organize the church. The true church never was organized. Ya kwamba kanisa halisi halikuwa linapangiliwa na mtu. Kanisa la halisi ni Mungu alipanga. Na alipanga kwa ubinafsi. Amen. God doesn't use organization. God uses individual always. Ati Mungu hatumiani ati kikundi.
ati hii ni shirika fulani, hili ni fulani. Mungu anatumia mtu hali. Wewe niambie, wakati wa Paulo alitumia kanisa, alitumia shirika, alitumia dini gani ama kikosi gani? Si Paulo mwenyewe amesimama. Haleluya, amen. Lakini saa hii watu wanasema vikundi vyetu, shirika yetu, dini yetu, madhehebu yetu. Lakini Mungu mwenyewe wakati anatumia mtu akiwa binafsi, anakusimamisha. Mungu hataki backup ya watu. Mungu ako sawa kujisimamisha. Glory to Jesus. Mungu hataki bodyguard ya mtu. Mungu akikutuma yeye mwenyewe atakusimamia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama wengine watasema hawatafanya, wewe tumikia Mungu. Kama Yesu anasimama anasema, mimi na nyumba yangu tutatumikia Mungu. Hata wengine wote wakiachana na Mungu, mimi tutatumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa lazima tufanye hiyo juhudi ya kujichukuza na kusema mimi nitatumikia Mungu. Hata wengine wakikosa kumtumikia Mungu, mimi namtumikia Mungu. Ala, kwani kuna nini? Si wewe uliitwa na si wewe uliokoka. Sasa si kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe. Yesu alipotuita alituambia yeyote ambaye anataka kunifuata lazima ajikane mwenyewe. Alisema akane wengine. Alisema ajikane mwenyewe. Ujisahau wewe mwenyewe na uchukue msalaba wako mwenyewe. Sio uchukue msalaba ya watu. Utaishi na stress mingi sana ukianza kuchukua msalaba ya watu. Kama yangu mwenyewe inanichokesha, mimi nitabeba yako. Kama mzigo yangu mwenyewe inanichoka, ninalilia Mungu nisaidie, mimi siwezi kubeba hii. Mimi nitabeba maisha yako mimi. Unakuta mtu amebebanisha, amebeba hule, amebeba yule amebeba. Wewe utalemewa katika safari. Hebu shughulika na maisha yako na msalaba wako ndio ukaweza kusimama. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Glory to Jesus. Amen. Sikia. Na tunakuja kumalizia. Haya, message nyingine hapa. Hapo inasema the kind of believers. The kind of believers. Mjumbe huyu tu akasema hivi. There is always three classes. Ya kwamba kuna vikundi vitatu kanisani. Si tuko katika wakati wa kujichukuza. Sasa tunachukuzwa na hii neno ambalo Mungu alimpa ya kurejesha kanisa katika kweli. Sawa sawa? Ya kwamba katika kanisani kuna vikundi vitatu vya watu. Sasa jichukuze, ujiulize mimi niko kwa kikundi gani? Sawa sawa? Amen. Anasema kikundi ya kwanza kinaitwa unbeliever. Unbeliever ni wasioamini. Amen. Hata kanisa kuna wasioamini. Amen. Ndio maana injili itahubiriwa, mimi siamini. Ndio maana injili itahubiriwa, pasta asome fungu na asome neno na akaja watu kulingana na neno, lakini Jumapili ijayo utaona huyo mtu amekuja vile hakubadilika. Amen. Maana kuna watu wasioamini. Amen. Kikundi cha kwanza. Amen. Alikuja hivyo na atarudi hivyo na atarudi hivyo alivyo. Amen. Yeye haamini. Bwana asifiwe sana. Amen. Tujichukuze kama sisi ni waamini. Sawa sawa? Hiyo ni kikundi ya kwanza. Kikundi ya pili anasema make believer. Make believer ni wale watu wa kujifanya wanaamini. Sawa sawa? Amen. Hata kuna watu wanajifanya wanaamini lakini hawaamini. Amen. Na wao ni wabaya. Maana wanajifanya kama wanaamini lakini hawaamini. Wanaenda na nyinyi safari lakini hawaamini. Hawa ndio tunaambia kwamba ni kama wale makanga wa stage. Wanajifanya tuko katika safari lakini wakati gari inaenda wanabaya. Hawa ni wabaya. Amen. Make believer wanajifanya. Bwana atuhurumie. Amen. Umewahi kwenda kwa stage? Unaingia stage kwanza kule Nairobi sana wana hiyo kama mfano. Unaingia kwa gari inaenda ndio, ingieni. Kiingia sasa umebakia watu 8. Hii gari iende. Kiingia kwa basi unapata ndio, lakini sasa mnaingia. Kumbe wale wako kule ndani, mnaona kama walikuwa wanaenda. Walikuwa wanajifanya wako kwenye safari. Lakini baadaye unaona wameweza kuchokoka moja kwa moja. Huyu ako hapa kwa na wanasimama kwa nini? Kwa dirisha. Ili ukiwa nje unaona kama gari imejaa. Lakini unapoangalia gari kumbe hawa sio wasafiri, wanajifanya wanasafiri lakini sio wasafiri. Amen. Sasa ukikaa ndani wewe msafiri wa kweli, muamini wa kweli, ukikaa unaona ameanza kuchomoka.
amechomoka. Ala, sasa huyu hakuwa anaenda tena, amechomoka, unamgoja arudi. Sasa kwa kanisa kuna watu kama hawa ambao wanajifanya ni wa mbinguni na si wa mbinguni, wanajifanya ni waaminio si waaminio. Ndio maana utakaa uone wamechomoka, wewe usiwafuate. Amen. Anakaa ameenda. Amen. Ukimfuata shauri yako, yeye hakuwa mwaminio, yeye hakuwa anaenda mbinguni. Haleluya. Amen. Ametoka kanisa, alitoka, alienda wapi? Usimfuate. Amen. Kanisa kuna watu watatu, waaminio wa kweli, wasioamini na watu waaminio wa kujifanya. Amen. Haleluya. Amen. Sikia, watatu ndio huu. Watatu ndio huyo anasema the believer. Kundi ya tatu inaitwa the believer. The believer ni wale wanaamini neno la Mungu. Na the believer ni wale ambao wanaamini na wakisikia neno nasema amina, naamini. Amen. Kusema amen inasema ni kusema ya kwamba ninaamini na iwe. Amen. Haleluya. Amen. Waamini ni waaminio wanaoamini ya kwamba tunahitaji kuwa neno. Amen. Glory to Jesus Christ. Ya kwamba bi harusi hata hizi kwa mkate, bali mwanadamu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana anaamini kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Hao ndio waamini wa kweli. Na waamini wa kweli wanavaa hiyo neno ndani yao. Amen. Wanakuwa wao ndio neno. Amen. Wanahubiri neno, wanakaa neno, maisha ya neno inaonekana. Waaminio wa kweli hawahitaji kuuliza huyu ni mwaminio, utamjua maana amevaa neno, anakaa neno. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wale wa kujifanya ndio uko na tashwishi, huyu ni muamini ama sio muamini? Bwana asifiwe sana. Maana hata mimi ananiconfuse. Hawa wanachanganyana hata shetani mwenyewe. Hata shetani mwenyewe anachanganywa. Huyu mtu ameokoka ama hajaokoka? Juu leo ako kanisani, kesho ako kwa uganga. Leo ako hapa, kesho ameenda kwingine. Yaani mguu mmoja iko kwa kanisa, ingine iko kwa dunia. Leo hapa tunakunywa maji, kesho anakunywa mvinyo pepo. Amen. Unaona? Sababu anajifanya. Yaani haeleweki vile alivyo. Anapokuja anasema hii sio giza na sio mwangaza. Hata tunajaribu kuangalia mchungaji au sio mchungaji. Huyu ameokoka ama hajaokoka? Vile anavaa, wakati mwingine anavaa vizuri, wakati mwingine anavaa vibaya. Tutajuaje? Si unaona? Amen. Maana ni kujifaa. Sasa iko wakati ya kujichunguza kama sisi ni waaminio wa kweli. Na waaminio wa kweli lazima wakae maisha ya waaminio. Amen. 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 Hivyo ni mwanabii anasema. Now there are always three classes of people. The unbeliever, the make believer and the believer. See? Ati kuna kundi tatu tu, waaminio, wasioamini na wale wa kujifanya. Unaona? Na anasema ya kwamba now the unbeliever and the make believer stay together. Amen. Sikia hapo, nirudie tena. The unbeliever and the make believer stay together. Ati wasioamini na wale wanajifanyana wanakaa pamoja. Amen. Wanatembea pamoja. Amen. Lakini anasema but the real believer separate himself. Amen. Amen. Ya kwamba waaminio wa kweli lazima anajitenga. Amen. Glory to Jesus. Amen. Yeye hatembei na wasioamini. Sio ni maandiko halisi. Chochote nabii anasema ni maandiko. Kitabu cha Wakorintho 6:14 inasema hakuna ushirika kati ya waaminio na wasioamini. Amen. Hakuna ushirika kati ya giza na mwangaza. Amen. Na kwa hiyo anasema tokeni katikati yao, asema Bwana. Amen. 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 Sasa hiyo kundi ni tatu. Na ni wakati wa kujichunguza uko kwenye kundi gani. Maana mbinguni kuna watu wataionea mbali sana. Hata wengine hawataiona. Maana hata maandiko yanasema ya kwamba unless you are born again by spirit and by water and spirit, you cannot see the kingdom of God. Amen. Hiyo hata inasema you cannot see kuona. Sasa wacha hata kusikia, hata kuona. Nasikia watu kusema ati wataonea kwa Google mbinguni. Ati wataonea kwa Viusasa. Ati wataonea kwa YouTube. Hakuna hata kuonea hiyo, hata kuiona hawataiona. Amen. Pasipo kubadilika na kujichunguza, hawezi kuingia kule. Maandiko yanasema ya kwamba tujichunguze na tuanze kujihukumu kama tuko sawa. Maanake kama maandiko yanasema ya kwamba kama
tutahukumu malaika, basi situweze kujihukumu sasa. Maandiko yanasema hivyo, ya kwamba hiyo siku tutahukumu hata malaika. Ukikaa vizuri utahukumu malaika. Unajua malaika ni watumishi kama sisi. Na ukikaa kama neno hili unakuwa ni neno, na hili neno litahukumu kila kitu. Amen. Sasa kama tutahukumu malaika, na je, si unaweza kujihukumu, uanze kuangalia maisha yako kama iko sawa? Amen. 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 Hauhitaji kuja kuambia wewe tubu, wewe tubu. Hauhitaji nabii, unahitaji nabii kweli? Akuja kuambia wewe tubu, uliona kule ulilala, kule uliangukia, uliona yale uliongea. Unahitaji nabii akuje kwako? Hai? Jichunguze mwenyewe uone kama uko sawa. Tunajijua. Unaenda kwa magoti na tubu, nabii Mungu, nimekuja mbele zako, sitaki kuwa mwaminio wa kujifanya. Amen. Nimechoka. Nataka kuwa mwaminio halisi. Sitaki kusema tuliko na ile mimba na kumbe sina mimba, kumbe ni utambi. Amen. Amen. Unangoja mtoto kumbe ni utambi, kumbe ni ufuta. Unaona? Hivyo ndivyo iko katika imani. Mimi niko na imani, mimi nimeokoka, niko na wokovu, lakini hakuna mitumbo tu kubwa iko hapo. Lakini hakuna uhai ndani yake. Amen. Lazima tuwe hai katika imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Kristo anavyosema. Amina. Amen. Tusikie vile Mungu anasema. Afya kwamba kuna grupu hizo mbili. Haya. Acha tumalizie hii nayo. Ingine inasema, nabii alisema there are two kinds in this same church. Ati kuna kanisa tena mbili katika nyakati hizi za mwisho. Amen. Anasema now this same church there are two classes. In this right here and right there was tied the Christ, and one of them was sleeping virgin and the other one had oil in the lamp. Ya kama kuna kanisa mbili, na kanisa ya kwanza ni wale walikuwa na mafuta katika taa zao, na kanisa la pili ni wale ambao hawakuwa na mafuta taa zao. Makanisa mbili. Hivyo ndivyo anasema. Na anasema ya kwamba wale waliokuwa na mafuta, hawa ndio walikuwa kwa kweli walikuwa na dhibitisho ya kwamba wao bwana harusi akija wanaenda. Amen. Sasa kuwa na dhibitisho kama uko na mafuta ndani yako. Kuwa na dhibitisho kama uko na Roho Mtakatifu, kuwa na dhibitisho kama umeokoka, kuwa na dhibitisho kama uko na mtakatifu. Amen. Amen. Maana kama hauna hayo basi itakuwa kubaya sana. Maana waliachwa kwa sababu hawako na dhibitisho. Amen. Na ujue kitu kingine nitakwambia. Hivi dhibitisho mimi siwezi kukupa. Hata kama niko nayo ni yangu mwenyewe, siwezi kukukabia. Amen. Maana ni mafuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii sio unga. Ati nitakugalia kauga kadogo. Hii sio ile mafuta ya Eliato ama ya Kibo nitakugalia. Hii ni wokovu yako mwenyewe. Hauwezi kugalia yeyote. Amen. Yako inakutosha mwenyewe. Amen. Unahitaji mafuta yako mwenyewe. Amen. Wokovu wako mwenyewe. Sio watu wa dini wanasema sisi tumeokoka, tuko na mafuta, tuko na mafuta, tunaenda mbinguni, tumeokoka. Amen. Hiyo siku watashangaa sana. Maana sio ya hicho. Ni ya mtu kibinafsi. Mimi niko na mafuta yangu mwenyewe. Hata siwezi kugalia mtoto wangu, ana mke wangu, hata nimpende namna gani, ni mimi mwenyewe. Wewe jichunguze. Amen. Wewe jichunguze kama uko nayo. Amen. Na hiyo ndio kweli kabisa. Na hapo ndipo wakati maandiko hiyo imetuambia kitabu cha 2 Corinthians 13:5. Ya kwamba sasa tujichunguze. Tunarudi kwa hiyo neno ndio tufunge na maombi. Inasema nini? Au nituambia nini? Tunajikumbusha vile tulianza. Ilikuwa inasema 2 Corinthians 13:5. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi wenyewe katika imani. Jipimeni wenyewe. Jipimeni mwenyewe. Je, hamtambui ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Na utambue kama Kristo yuko ndani yako. Kama sivyo basi mmeshindwa kufikia kipimo hicho. Endelea. Natumaini mtaona kuwa sisi hatukushindwa. Lakini tunamwomba Mungu msije mkatenda kosa lolote, si ili sisi tuonekane kuwa tumeshinda hilo jaribio, bali ili nyinyi mtende lililo haki, hata kama tuonekana kuwa tumeshindwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tupige kwa Yesu makofi.
ya kwamba tunatumai ya kwamba sisi hatutashindwa. Amen. Tutajikagua na tutajichunguza. Amen. Amina. Amen. Kama vile mtu akiwa mgonjwa huwa kwanza anajichakagua, anajichunguza. Kuna mtu huwa anaenda kwa daktari, anasema ninasikia kama niko mgonjwa. Si huwa unaenda kwa daktari ukijua ya kwamba wewe tayari ni mgonjwa. Yes. Maana vile unajihisi uko na udhibitisho ya kwamba kichwa inauma, mifupa ni nini, sasa nimeenda kwa daktari. Unakuwa na imani, umejifanyia kazi. Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Kabla ya daktari mkubwa, wewe uko unachunguza na unaenda mbele za Mungu, namwambia Mungu, najua siko sawa, na ndio maana nimekuja unichunguze, unifanye niwe sawa. Kile ambacho sina nipe sasa hivi. Kama sina tiketi ya mbinguni nipe, kama sina roho wa Mungu nipe, kama sijaokoka niokoe sasa. Amen. Amen. Nirejeshe ili nikaweze kukutumikia, kwa sababu wakati imefika ya kujichunguza. Gari iko mlangoni, anasema nani sasa hivi niko mlangoni. Kwa hivyo katika yote anasema sasa ni wakati wa kuingia, ingieni. Na kuingia au utaweza kuingia kama huna ile ramana, ile thibitisho, ile tiketi ya kuingia. Amen. Maandiko yanasema pasipo utakatifu hakuna mtu atamuona Mungu. Amen. Tusimame. Bwana uniongoze nifike ng'ambo ya pili, mahali pa harusi, nami niwe pamoja nao. Bwana uniongoze nifike ng'ambo ya pili, alipo bibi harusi, nami niwe pamoja nao. Bwana uniongoze nifike ng'ambo ya pili, alipo bibi harusi, nami niwe pamoja nawe. Bwana uniongoze nifike ng'ambo ya pili. Baba, katika jina la Yesu tunanyenyekea kwako Jehova, tukiomba Bwana, kupitia neno lako umetuchunguza. Unasema ya kwamba katika neno lako vitu vyote viko wazi, hakuna giza mbele ya neno lako. Maana vitu vyote viko wazi, na kupitia neno lako unachunguza roho zetu, mawazo yetu Bwana, na unaweka wazi hata mawazo na fikira Bwana. Hatuwezi kujificha mbele zako Baba, tunakuomba uendelee na kutuchunguza kupitia Roho Mtakatifu, na mahali ambapo hatuko sawa utufanye sawa Bwana, mahali tumeregea utufanye kuwa sawa Bwana, utujenge. Ndio maana tulikuja Jehova, maana tunahitaji Bwana kutengenezwa na wewe Jehova. Tunakuomba guza roho zetu na ondoa chochote kilicho kiovu, chochote kilicho najisi, chochote kilicho kidhaifu, ondoa ndani ya roho zetu, ondoa ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Galia Baba hawa vijana, hawa mama, vijana wa mama, hata wazee Bwana, waangalie wote, hata watoto Bwana, uwatakase, uwachunguze Bwana, kama vile ambavyo Bwana huwa mtu anachunga kilicho kibaya, anaweka kilicho kizuri. Baba, toa kilicho kibaya ndani yetu na ubakishe kilicho chema, katika jina la Yesu. Yehova, tunakuomba kwa wema wako na nguvu zako uturejeshe katika ile imani iliyokuwa ya mwanzo, ile ya kutembea katika kibinafsi, imani ile Baba iliyohubiriwa Baba na mitume hata na manabii waliotabiri na kuandika. Jehova, tunakuomba uturejeshe katika jina la Yesu, na utufanye kuwa neno halisi, tufanye kuwa neno Baba, tusije tukanana kuhusu neno, bali sisi wenyewe tukawa neno, katika jina la Yesu. Tunakuomba Baba, Roho Mtakatifu
kwa wale ambao wanaomba thibitisho halisi Baba, ya kudhibitisha wokovu wao, ya kudhibitisha Baba inheritance yao, ama Baba their own inheritance juu ya ufalme wa mbinguni. Ninaomba uwape urithi wao katika jina la Yesu. Wape Roho Mtakatifu, roho wa uzima, wape uzima katika jina la Yesu. Wale ambao wako na kiu, nasema walio na kiu wanapata Baba kunyweshwa kiu cha Roho Mtakatifu, kiu cha haki Baba, wakumbuke na washibishe katika jina la Yesu. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, maana hujatuacha bado, unatufikiria mawazo mema na ya ajabu. Asante kwa kuwa pamoja nasi na hapo umetufikisha ni mkono wako na wema wako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, 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 amen.